kulishika neno la Mungu na kumpenda Yesu. Kulishika neno la Mungu na kumpenda huyu Yesu. Kitabu cha Waebrania sura ile ya 13. Sura ya 13. Umeshafika? Ndio. Soma ule mstari wa 17. Imeandikwa, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana hao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeona huko nyuma roho ya kiburi tumeiona, na unajua mtu akikosa neno, kinachozaliwa kinaweza kikazaliwa kiburi. Bwana asifiwe sana. Kiburi inaenda kwa lugha nyingine kutotii. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mambo ya ajabu. Siku moja mzee wetu, najua amefungua makanisa mengi. Bwana asifiwe. Nafikiri unao ushuhuda. Makanisa mengi. Siku moja ametoka nyumbani. Alivyorudi akakuta washirika wawili wa baba wamelala kwenye kitanda chake. Ajabu. Bwana asifiwe. Alivyowauliza wakasema, tumeamua kupumzika. Lakini Biblia tumesoma maandiko matakatifu yanasema, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa kuugua, maana isingewafaa ninyi. Bwana asifiwe. Kuwastahi, kuwapenda. Bwana asifiwe. Kumpenda mchungaji, maana ukimpenda Yesu umempenda mchungaji. Bwana asifiwe sana. Umstahi, umhudumie. Bwana asifiwe. Yani ujitoe. Ngoja nikushuhudie mimi kilichonisaidia. Bwana asifiwe. Nilimpenda sana mchungaji wangu. Zimepungua. Bwana asifiwe. Kweli kabisa. Kwa mara ya kwanza nilivyomuona huyu baba yetu, yani nilishangaa, upendo ukaingia na hicho kilinisaidia. Ndio maana hata ibada sikukosa ibada. Hata kama nilikuwa nafanya kazi, lakini ninawahi, nafika hapa kanisani. Hata nikikuta tu kwamba ndio amesimama, sawa, au anamalizia lile neno la mwisho, sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mshahara huo mdogo mdogo, kwa mshahara huo mdogo mdogo, leo vipato vimeongezeka. Bwana asifiwe. Leo kuna magari mengi hapo.
gari, uione gari ya wapi? Baskeli, alikuwa na baskeli mzee huyu, wanaitwa mkweche. Ile baskeli mkweche, sijui kwa Kiha inaitwaje, sijui. Bwana asifiwe sana. Kweli ninachowashuhudia huo ni ushuhuda. Bwana asifiwe. Na wala si kwamba najisifu. Kwa sababu Biblia hii, Bwana asifiwe, imejaa ushuhuda. Bwana wewe husemi amina. Biblia hii imejaa ushuhuda. Nikasema haiwezekani. Amna. Ni kwa sababu ya kumpenda. Na ndiyo maana nilimsikiliza. Bwana asifiwe. Ukimpenda mchungaji wako, utamsikiliza kila anachokisema, anachokifundisha, kwa sababu anafundisha ya Yesu, anafundisha ya uzima. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jiepushe na minong'ono. Minong'ono ni mingi. Labda hapa haipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilivyoinunua ile baskeli, moja akaiazima. Usi unamwazima mchungaji. Ni azime hata kahera kamtaji. Wazima humu. Bwana husemi amina. Mletee tu are. Bwana asifiwe. Ikazimwa ile baskeli mpya, ikaenda. Siku 3 haipo, ya 4 karudi. Alivyorudi hakuipeleka kwa mchungaji. Jamani. Asubuhi akaenda nayo tena Mkuyuni. Alivyoipiga tu stendi pale sokoni, akaingia sokoni. Alivyorudi haipo. Jamani, ni hivi. Niliumia moyo. Bwana asifiwe. Ashukuriwe tunaye mtumishi wa Mungu mzuri wa kutufundisha. Akaniambia hivi, wewe umemaliza. Sadaka yako iko mbinguni. Unajua tunapotoa sadaka zinakwenda, na tunatoa sadaka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Sawa mtu wa Mungu? Ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema watini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea. Ukikutana na mtu anamkosoa mchungaji, ondokapo hapo kwenye hilo kundi. Isaya anasema, sikujua kumbe nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu, na mimi nimechafuka. Kaondokapo. Jiepushe. Bwana asifiwe. Jiepushe na minong'ono. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Sawa mtu wa Mungu? Ndio. Mungu huyu huwa hamsahau mtu, hata kusahau ukimhudumia mchungaji. Lakini unapomhudumia, hakikisha maisha yako ni matakatifu. Jirani yako muulize, kwa nini wewe usemi amina? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
wenye kuwaongoza muwatii na kuwanyenyekea. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi wakati tuko hapo kanisani niliitwa majina mengi sana. Sini shuhuda eti? Nikaitwa Yohana, anayekaa karibu na Yesu. Kwa hiyo mimi nilikuwa nakaa karibu na nani? Na mchungaji. Wakati simu ndio zimeingia, wakimpigia tu mchungaji hapatikani, mpigie Majige, watakuwa naye. Na kweli ni naye. Kweli kabisa ni naye. Mzee wa kanisa, unaye mchungaji? Ni naye. Mpe simu niongee naye. Unampa mzee, anaongea na mshirika. Bennett. Sijui tena wakaona jina la Yohana ni zuri sana, nikabadilishwa, nikaitwa Petro, mwenye kiherehere. Ukiwa mwenye kiherehere utapata mengi, lakini ukikaa mbali utapitwa. Ukikaa mbali na mchungaji, kuna wakati mchungaji anaweza akawa amekaa, lakini akasema neno la kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa, mtu wa Mungu, kaa na mchungaji wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa, mtu wa Mungu. Mzee wa kanisa mmoja akampa kibarua. Amepitia mengi huyu mzee. Hana chakula. Hapa si ndio wazee wa kanisa hawa? Ndio maana natazama nyinyi hapa. Natolea mfano tu. Bwana asifiwe. Mzee wa kanisa mmoja, sio hapa lakini, hana chakula. Akamwambia mchungaji, nina shamba langu huko ninahitaji kilimo. Sijui ilikuwa ni Paris. Shilingi ngani ili apewe daga akale na watoto. Alivyomaliza akaenda. Mzee wa kanisa, nimemaliza, taenda kesho nikakague. Mshirika huyo, umepaonaje hapo? Hebu muulize jirani yako, umepaonaje hapo? Ni sawa? Yani ana njaa, amemaliza kulima ili achukue chakula akalishe mama na watoto. Halafu unaniambia mpaka kesho nikakague kama umemaliza. Bado umenipa mshahara nikulimie. Bado mpaka huniamini nimekwambia nimemaliza. Huniamini mpaka ukakague. Wana wa Mungu, wokovu ni wa mtu huyu na Mungu. Basi Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mbaya, ni mbaya. Mimi sikutaka hata mchungaji wangu ale mafuta haya ya kupima humu. Bwana, nilikuwa nafanya kazi kwenye kiwanda kizuri kabisa, chenye mafuta mazuri kabisa yaliyohakikishwa. Unakuja na katani bondi nusu na ka pride nusu. Ukikafikisha tu nyumbani, mama anakabeba kamoja. Ukija kuuliza vipi? Nimepeleka kwa mchungaji. Jamani, wana wa Mungu, msishindane huko nyumbani. Mwingine anasema twende hivi kwa mchungaji, mwingine anasema hapana, tutoe hiki kwa mchungaji. Mmoja anakataa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema haiwezekani. Nikatafuta na mimi sasa lita hizi 5 za okay. Mimi nagawiwa lita 5, mimi nanunua lita 5 kwa ajili ya baba yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tumesoma ili andiko, mtu wa Mungu, linasema hivi. Hebu rudia msomaji. Watiini wenye kuwaongoza, watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu. Maana hao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapo, ndugu zangu, mimi nataka niwashuhudie. Bwana asifiwe. Nikiwa mshirika hapa, hamna mtu kuniletea uongo. Walikuwa wananipita hivi, kumsema mchungaji, walikuwa wananipita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilivyobadilishiwa lile jina la Petro, nikaitwa jina lingine. Jani, unachaguliwa jina tu lolote. Acha wakuite majina mabaya, hamna shida. Kwani kuna shida gani? Nikaitwa jina moja baya, kisiki. Baadaye tena nikaitwa mshika mkoba wa mchungaji. Ni kweli nilikuwa sipendi mtu yoyote apokee mkoba wa mchungaji. Nikaitwa bodyguard. Sawa, kwani kuna tatizo gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Una gadi, unakaa karibu na mchungaji, utapata mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema watiini wenye kuwaongoza na kuwanyenyekea. Bwana asifiwe. Na Mungu anaangalia mnyenyekevu wa moyo. Yesu anasema jifunzeni kwangu, maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana asifiwe. Mnyenyekevu, utapata raha. Kwani wewe unafikiri kupata hera ndio raha? Nafsi mtapata raha nafsini mwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana apewe sifa. Kujifunza kuwanyenyekea